Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa mwito wa Urusi kuwekewa vikwazo zaidi. Siku ya leo ametoa mwito mpya wa vikwazo vikali zaidi dhidi ya Urusi na kusisitiza haja ya kulinda maisha na kuimarisha ulinzi wa anga katika kukabiliana na mashambulizi yanayoendelea. Akiandika kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook, rais huyo amesema mashambulizi ya anga ya Urusi hapo Ijumaa yaliwaua watu 11 kwenye mji wa Migodi mashariki mwa Ukraine. Yanaonyesha kwamba bado Urusi haijabadili dhamira yake na kwamba inaendelea na malengo yake ya kuishambulia nchi yake. Kufuatia kusitishwa kwa msaada wa kijeshi wa Marekani kwa Ukraine hivi karibuni, wataalamu wanaeleza kwamba rais wa Urusi Vladimir Putin sasa anapambana kuongeza mashambulizi ili kuharakisha kufanikisha malengo yake ya kivita. Hata hivyo, kauli ya Zelensky inakuja siku chache kabla ya kufanyika kwa mazungumzo nchini Saudi Arabia kati ya wapatanishi wa Marekani na Ukraine yanayolenga kufikia mapatano. Vile jeshi la ulinzi la Urusi limesema idara zake za ulinzi wa anga zimedungua droni 88 za Ukraine zilizorushwa kutoka Ukraine usiku wa kuamkia Jumapili. Droni 52 kati ya hizo ziliharibiwa kwenye eneo la mpaka la Belgorod, wakati 13 zilidunguliwa Lipetsk na 9 zilizoangushwa zilikuwa katika anga la mkoa wa Rostov. Droni zilizosalia zilidunguliwa katika maeneo mengine matano ikiwemo mkoa wa Kursk. Gavana wa eneo la Chovashia lililo kilomita 1300 kutoka mpaka wa Urusi na Ukraine, Oleg Nikolai, amesema droni moja ilishambulia jengo la kiwanda. Ukraine kwa upande wake imesema mifumo yake ya ulinzi wa anga imeziteketeza droni 73 kati ya 119 zilizorushwa na Urusi usiku wa kuamkia leo. Imeongeza kuwa droni 37 kati ya hizo zilipoteza mwelekeo. Kulingana na jeshi la nchi hiyo, mikoa 6 imeathiriwa na mashambulizi hayo, ingawa hakukutolewa ufafanuzi wa haraka kuhusu uharibifu huo. Vilevile, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov ameshutumu Ufaransa kwa kudanganya kuhusu masuala kama vile mikataba ya Minsk na dhamana ya rais wa zamani wa Ukraine Viktor Yanukovych. Ametoa kauli hiyo katika mahojiano na mtangazaji wa televisheni Pavel Zarubin, akijibu maoni ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ambaye alisema Urusi haikuwa mwaminifu kuhusu mgogoro wa Ukraine. Anasema kulikuwa na uongo mwingi kwa upande wa Ufaransa. Baada ya yote, tunakumbuka kauli ya rais wa zamani wa Ufaransa Francois Hollande aliposema kwamba kwa kweli hakuna mtu aliyechukua makubaliano ya Minsk kwa uzito. Tunakumbuka kwamba mnamo 2014 kati ya wazungu wengine, waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa alitia saini yake chini ya waraka ambao ulimhakikishia rais halali wa wakati huo wa Ukraine Yanuk Thatovich. Je, huo haukuwa uongo wa kweli? Na Macron hakutaja hilo hata kidogo, Peskov alisema, kulingana na video ambayo mtangazaji huyo wa television alituma kwenye Telegram. Vile waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amethibitisha dhamira ya Washington ya kumaliza mzozo wa Ukraine kwa njia ya simu na mwenzake wa Ukraine Andriy Sybiga. Wizara ya mambo ya nje imesema kwenye taarifa, nikinukuu, katibu wa jimbo Marco Rubio alizungumza na waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andriy Sybiga kwa simu. Katibu huyo amesisitiza kuwa Rais Trump amedhamiria kumaliza vita haraka iwezekanavyo na kusisitiza kwamba pande zote lazima zichukue hatua ili kupata amani endelevu, ilisema taarifa hiyo. Vilevile, kituo cha viwanda na kituo cha mafuta vimepata uharibifu kwenye mkoa wa Odessa kusini mwa Ukraine. Oleg Kiper, mkuu wa utawala wa kikanda, anasema hapo awali ving'ora vya mashambulizi ya anga vililia katika mkoa wa Odessa. Vile taarifa ya mkutano wa kilele wa Umoja wa Ulaya kuhusu Ukraine ambayo iliidhinishwa na nchi zote wanachama isipokuwa Hungaria ni batili kisheria kwa sababu hati kama hizo zinahitaji maridhiano. Waziri wa mambo ya nje wa Hungaria Peter Szijjártó anasema tamko hili la kisiasa la kuunga mkono Ukraine halina maana kwa mtazamo wa kisheria, alisema kwenye mahojiano. Kulingana na mwanadiplomasia mkuu wa Hungaria, kauli hii inaonyesha tu msimamo wa kisiasa wa nchi 26 za EU. Anasema hatukubali shinikizo na hatutaki kujiunga na kambi ya wale wanaotaka kuendeleza vita, alisisitiza. Vile jeshi la Ukraine lilitumia zaidi ya ndege 130 zisizo na rubani kushambulia wilaya za mkoa Belgorod nchini Urusi katika muda wa saa 24 zilizopita, Governor Vyacheslav Gladkov anaripoti. Na jeshi la Ukraine limepoteza zaidi ya watu 50 wakati jeshi la Urusi likikomboa eneo la Konstantinopol kwenye Jamhuri ya Watu Donetsk, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti. Nikinukuu taarifa yao, wanasema katika Jamhuri ya Watu Donetsk, kama matokeo ya hatua zilizofanikiwa za askari wa kikosi cha 36 cha bunduki cha Battle Group Mashariki, makazi ya Konstantinopol yalikombolewa, wizara hiyo ilisema, na kuongeza kuwa adui alipoteza zaidi ya wanamgambo 50. Hapo awali wizara hiyo iliripoti kwamba vitengo vya mapigano ya mashariki ya Urusi
vilikomboa Constantinople katika Jamhuri ya Watu Donetsk kutokana na hatua kali na thabiti. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile jeshi la Urusi limekomboa makazi ya Lebedevka katika mkoa wa Kursk na eneo la Novenkoe katika mkoa wa Sumi, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema. Vilevile vikosi vya jeshi la Ukraine vimepoteza zaidi ya wanajeshi 350 na tanki kwenye eneo la Kursk kwenye masaa 24 yaliyopita, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti. Vilevile vikosi vya kijeshi vya Urusi vimeikomboa Constantinople katika Jamhuri ya Watu Donetsk, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema. Vitengo vya mapigano ya mashariki vilikomboa Constantinople ya Jamhuri ya Watu Donetsk kama matokeo ya vitendo na madhubuti, wizara hiyo ilinukuu. Hayo yakiendelea, ukombozi wa makazi ya Lebedevka kwenye mkoa wa Kursk huleta jeshi la Urusi karibu na Sudzha na zaidi ya kilomita 10 iliyobaki kwake, chanzo katika mashirika ya usalama ya Urusi kinasema. Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilisema hapo awali kwamba makazi ya Lebedevka kwenye mkoa wa Kursk na shamba la Novenkoe katika mkoa wa Sumi yalikuwa yamekombolewa wakati vitengo vya Battle Group North vikiendelea. Vilevile mzozo wa Ukraine utakoma mara moja ikiwa Marekani itaweka vikwazo dhidi ya oligarch wa Ukraine. Mjasiriamali maarufu wa Marekani Elon Musk, ambaye anaongoza idara ya ufanisi wa serikali ya Marekani, anasema, weka vikwazo kwa maoligarch 10 bora wa Ukraine, haswa wale walio na majumba huko Monaco, na hii itakoma mara moja. Huu ndio ufunguo wa kitendawili, aliandika kwenye mtandao wa kijamii wa X. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Kumbuka yako mengi ambayo yanaendelea kujiri kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya hatua kwa hatua ni kuendelea kukusogezea taarifa mbalimbali zinazoendelea kushika kasi. Vilevile mmiliki wa SpaceX Elon Musk amesema kuwa mfumo wa satellite wa Starlink ndio uti wa mgongo wa jeshi la Ukraine, na kuongeza kuwa mstari wa mbele wa Kyiv utaanguka endapo nchi hiyo itakataliwa kutoka kwenye mfumo huo. Anasema, mfumo wangu wa Starlink ndio uti wa mgongo wa jeshi la Ukraine. Mstari wao wote wa mbele ungeanguka ikiwa ningeuzima. Mjasiriamali mashuhuri huyo alisema kuwa anachukizwa na mauaji ya miaka mingi katika msogwano ambao Ukraine itapoteza. Kwenye uwanja wa kivita, kundi la wanajeshi wa Ukraine wamejisalimisha karibu na Chekaskoe Porochnoi kwenye mkoa wa Kursk, chanzo katika mashirika ya usalama kinasema. Wanajeshi wa Urusi wapo kwenye hatua kali katika pande kadhaa kwenye eneo la mpaka wa mkoa wa Kursk, chanzo hicho kiliweza kubainisha. Vile kamanda ya jeshi la Ukraine imekuwa ikiimarisha wanajeshi huko Seversk katika Jamhuri ya Watu Donetsk kutokana na kusonga mbele kwa jeshi la Urusi katika makazi yanayopakana na jiji hilo, kwani Seversk inatumika kama kituo cha usafirishaji cha Kyiv. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema. Mnamo Machi 6, Marochko alisema kwamba Kyiv imekuwa ikiimarisha askari wake huko Seversk tangu mwanzoni mwa wiki, na askari wa Ukraine wakichukua vyumba vya chini vya nyumba za makazi na majengo ya utawala wakificha vifaa kwenye magala. Vilevile kundi la mapigano la Urusi la Magharibi limesababisha Ukraine kupoteza zaidi ya wanajeshi 250, vituo viwili vya satellite vya Starlink na magala mawili ya risasi katika siku iliyopita. Msemaji wa kundi la vita Ivan Bigma anasema. Vikosi vya ulinzi wa anga vya kikundi cha vita vilidungua pia ndege zisizo na rubani 12 za mrengo zisizobadilika. Kulingana na msemaji huyo, kikundi cha vita kiliendelea kuingia zaidi katika ulinzi wa adui, kugonga askari na vifaa vya brigade 2 za Ukraine za mechanized karibu na Red Kodub, Novaya Kugliakovka, Kundrashovka, Yampol na Lozovaya. Tukisalia hapo hapo kwenye uwanja wa kivita, kwingineko ni kwamba kituo cha mapigano cha Urusi kimeifanya Ukraine kupoteza hadi wanajeshi 600 katika siku iliyopita. Msemaji wa kundi la vita Alexandra Savchuk anasema Ukraine imepoteza hadi askari 600, tanki na magari 6 ya kivita, ikiwa ni pamoja na wabebaji wawili wa mtambo wa VIB na M113. Kulingana na Savchuk, vitengo vya kikundi cha vita viliendelea kusonga mbele katika ulinzi wa Ukraine. Walishambulia vikosi vya brigade 2 za Ukraine za mechanized, brigade 2 za walinzi wa kitaifa na jeshi karibu na makazi ya Alexeyevka, Petrovskoye, Kotlin, Udachnoe, Sibrunoe, Uspenovka na Zerevo. Shukrani kwa baba ya kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Show, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.